Karibu sana popote pale ulipo mtazamaji wa Kajenjele TV, na hapa ambapo tulipo ni viwanja vya Mnazi Mmoja ambapo inatolewa elimu ya masuala mazima ya taka na utunzaji wa mazingira. Kama ambavyo unajua, taka ni fursa, taka ni kitu ambacho kinaweza kukupa wewe fursa ya kuweza kutoka kimaisha. Tuko hapa ambapo maonyesho yanafanyika na masuala mazima ni utoleaji wa elimu, na kama ambavyo unaona mazingira ya hapa tayari kuna vibanda ambavyo taasisi mbalimbali ambazo zinashughulika na masuala mazima hayo ya kutumia taka kama fursa yako hapa kwa ajili ya kutoa elimu hiyo ambayo inapatikana hapa. Ikiwa leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 3 ambapo siku yenyewe inaanza hii leo ambao kilele chake ni tarehe 30. Kwa hiyo ni swala hilo ambalo tunasubiria hapa. Pengine mimi nisiwe muongeaji sana, twende tukawasikie wenyewe wana nini cha kuzungumza ambao wako hapa na watatupa elimu hiyo kwa ujumla wake. Twende nifuate uweze kuyapata yale ambayo watamani kuyapata. Naam, tukianza na banda la kwanza hapa katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja ambao wako hapa kwenye maonesho haya, na kubwa ni kutoa elimu na fursa kwenye taka. Pengine wameona nini, lakini kampuni ya kwanza ambayo iko hapa na banda hili ambalo tumeanza nalo ni Kajenjele Trading Company. Niko hapa, pengine tutapata elimu nzuri, na kile ambacho wanatarajia ni kuwapa elimu wa Tanzania ambao wanaichukulia taka kwamba ni jambo la kawaida. Pengine fursa ni ipi na kitu gani ambacho pengine hawa wananufaika nacho kuhusiana na masuala mazima ya taka. Bwana kaka, habari? Nzuri, habari yako? Salama, kwema? Kwema. Bwana, tunaona leo vitu vya ajabu kabisa hii leo. Yaani moja kati ya vitu ambavyo vinashangaza. Pengine tuanze kupata elimu ya kuhusiana na hiki kitu. Kiko vipi na kwa nini hiki kitu? Hiki kitu kipo kama unavyokiona, lakini swali lako ni kwa nini hiki kitu? Hiki kitu ni hiki kitu ni muhimu sana katika mazingira. Na sio mazingira tu, na katika maisha. Ni kwamba hiki kitu ni ufugaji. Kwa msemo haraka haraka ni ufugaji. Kwa sababu gani? Ni ufugaji kwa ajili ya uzalishaji na fursa pia. Fursa inakujaje? Fursa inakuja, hiki kitu kwa hali ya kawaida watu wanakichukulia kuwa ni takataka, lakini kwetu sisi kama Kajenjele sio takataka, bali ni kama nilivyosema, ni fursa. Ni fursa ni kwa sababu inazalisha vitu vingi. Jambo la kwanza, inazalisha chakula cha mifugo. Jambo la pili, inazalisha mbolea. Na jambo la tatu ambalo ni muhimu zaidi, inatunza mazingira. Mazingira yetu yanakuwa salama zaidi. Sawa, pengine naona hapa mbele yangu naona ni funza ambao wako hapa, lakini umewawekea matunda na nini, na visehemu ambavyo vimegawanyika katika makundi manne. Pengine unaweza ukatuelezea process yake, inaanzia wapi mpaka inakuwa hivi, kwa wale ambao wanatamani kufahamu na pengine kujua faida yake ni ipi hasa? Okay. Kwa kwanza na moja kwa moja uzalishaji wake na kupatikana kwa hivi tunavyoviona hapa. Uzalishaji wake unaanza na inzi ambaye ni yule kama tunavyomuona. Baada ya inzi anataga. Inzi wa kawaida ama? Hapana, sio inzi wa kawaida. Huyu kwa Kiswahili anajulikana kwa jina la inzi chuma. Lakini wenzetu wanamuita ni black soldier. Ni inzi mweusi, yani tunaweza tukasema hivyo. Inzi mweusi huwa anataga mayai. Na mayai yake ni haya. Na inzi mmoja ana uwezo wa kutaga mayai 500 mpaka 600. Inzi mmoja ana uwezo wa kutaga mayai 500 mpaka 600. Na baada ya kutaga inzi huyo, mayai yanakaa kama siku 4 mpaka siku 5, yanatotolewa kuwa funza ambaye ni huyo. Ndio huyo. Tunaweza tukasema sasa ni vifaranga wa funza.
hivi sasa kwenye poti ya kwanza. Kwenye koti ya kwanza. Koti ya pili baada ya wiki moja tayari wanakuwa ni funza wakubwa ambao ni hawa. Hii ni hawa. Poti ya pili. Hiyo ni wiki ya pili kutoka hapa. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu hapa. Akifika hapa ni wiki ya 4 kwa huko. Anakuwa hapa sasa. Na huyu yeye hahitaji chakula cha aina yoyote, ambaye yuko tayari kubadilika kuwa nzi tena, kurudi nyuma tena kwenye mfumo wa ubadilikaji. Anakuwa nzi tena. Na akishakuwa nzi tena anaanza upya tena huku. Yaani mfumo wake ni huo. Sawa, turudi hapa sasa. Kwa kuwa ambavyo umeshanielezea kwamba wakitoka hapa wanakuja hapa, wanakuja hapa, wanakuwa hapa. Katika ukuaji umesema hapa inakuwa ni siku 5 mpaka 6. 5 mpaka 6. Okay. Chakula chao kinafanana na hapa ama ni kama hivi ambavyo tunaona kwamba huko umeweka matunda, hapa umeweka matunda, lakini utofauti waje umekuwa ni siku ambazo zimekuwa zinatofautisha ukuaji wao. Pengine chakula ni hiki kinachowafanya wenyewe kula mpaka kufika hapa, ama kuna namna ambavyo nyingine mnawafanya? Yes. Haya mayai kabla hayajawa funza tunaweka chakula ambacho ni laini. Ni matunda haya lakini yanasagwa kwenye mashine, yanakuwa kama uji. Halafu ndo tunawaweka hawa ndani yake. Wanapototolewa wanakuwa ni wadogo sana, yani ni wadogo zaidi ya huyu. Ni wadogo sana, ambao hawa sasa wana wiki, ndio maana unawaona hivi. Lakini yule aliyetotolewa tuseme kama leo, unaweza usimuone vizuri. Na unaweza usijue. Sasa mnajua vipi? Sisi tunajua ni kwa sababu tunajua tarehe zao, kwamba siku ya kwanza leo mayai yametagwa. Ina maana nitakaa siku kadhaa nitaenda kukuta tayari yameshatotolewa. Ina maana najua. Nikiona najua. Unajua kabisa bwana, haya ni mayai na tarehe mnaziandika. Ndio tunaziandika. Na baada ya hapo wiki moja ndo inakuwa hivi sasa tunaanza kuwapa chakula cha kawaida ambacho kama hivi. Baada ya hapo sasa ndo wanabadilika kuja hapa. Ambapo nao chakula kinakuwa hiki. Chakula kinakuwa kile. Lakini pia ili kuwapa urahisi wa wao kushambulia chakula vizuri na ili uweze kupata mbolea vizuri, tunatumia mfumo wa kusaga. Unaona kwenye picha yetu ile pale. Tunatumia huo mfumo wa kusaga. Tunasaga haya matunda, alafu ndo tunawapa ili kurahisisha sasa sisi upatikanaji pia wa mbolea. Kwa sababu hivi mbolea yake inakuwa na mabuja makubwa ambayo inakuwa sio rahisi ukipeleka shamba, haiozi haraka. Ila ikiwa imesagwa inafanya kazi kwa haraka sana. Lazima kusaga na mashine. Lazima kusaga na mashine. Lazima usaga na mashine. Hapo mfanyabiashara mdogo ambaye anataka kuwekeza hapa akaamua kuweka hivi na kutaka kufanya kwa njia nyingine, itakuwaje? Inawezekana. Kuna mfumo ambao tunamfundisha huyo mfanyabiashara mdogo, tuna mfumo ambao tunamfundisha ambao utamrahisishia kazi yake kwenda sawa sawa. Kwa baada ya kula chakula hichi anakuja hapa ambapo sasa hichi chakula sasa kwa maana ya hizi funza zinakuja kubadilika hapa. Tumekuja kuona kwenye matumizi na kama ambavyo umezungumza mwanzo kwamba nia na madhumuni ya hili ni kupeleka sokoni, si ndio? Kupeleka sokoni ambapo mnafaidika na kitu gani sasa baada ya kufanya hivi, ya kuwatengeneza hawa funza? Baada ya kuwatengeneza hawa funza, faida ya kwanza ambayo tunaipata kwanza ni biashara. Na biashara hii inawahusisha wafugaji. Hiki ni chakula kizuri sana kwa ajili ya mifugo kama kuku, chakula cha samaki, chakula cha mbwa, chakula cha nguruwe. Chakula kizuri sana. Wanatakiwa walio kwanzia wako hapa ama kuna stage wakifika wanatakiwa waanze kutumika? Kuna stage ambayo wanatakiwa wafike ndio waanze kutumika. Kwa mfano, stage hii hapa ndio stage ambayo inatakiwa kutumika kwa ajili ya mifugo. Sio hapa wala hapa, ni hapa. Hii ndio stage ambayo inahitajika sasa kwa ajili ya mifugo.
Sasa unawafahamu vipi kwamba wameshafikia wakati huu wanatarajiwa kuliwa sasa kama ambavyo wako hapa? Ya, kama nilivyotangulia kusema, kuna wiki ya kwanza, kuna wiki ya pili, wiki ya tatu tayari wameshafikia hatua ya kuliwa, lakini inategemea sasa. Unaweza wakafika hiyo wiki ya tatu wakawa hawajafikia kwa sababu inategemea chakula unachowapa. Unaweza ukawapa chakula hafifu wasifikie kwa wakati, wakadumaa na wakawa hawana protini. Yeah. Kuna namna ambavyo mnazingatia kuwapa vyakula hawa, kwamba kuna chakula ukiwapa lazima wawe na lishe bora na wakue kwa vile ambavyo inahitajika. Yeah, ndio. Sio kwamba kuna vyakula maalum kwamba kuna maana hapa nimeona matunda tu ambayo yako hapa. Ni matunda peke yake ama kuna vitu vingine? Ni matunda peke yake, ila sasa kwa mfano unaweza ukakuta kuna msimu ambao unapatikana pengine aina ya tunda moja. Kwa mfano unaweza ukakutana na msimu wa maembe peke yake. Sasa ukiwapa maembe peke yake hauwezi ukapata matunda mazuri. Hauwezi ukapata protini zote. Ni kama binadamu, huwezi ukala chakula cha aina moja kila siku. Yeah. Kwa kama hivi ambavyo wanapewa ni matunda na nini kutengeneza, lazima uwepo mchanganyiko wa ugali nini? Ya ugali, wali, aina yote ya chakula isipokuwa tu mifupa. Maana yake zile products zote ambazo huwa zinabaki kwa mamantilie nini, ile pia ni moja kati ya vitu ambavyo ni bora sana. Sisi tunavihitaji sana hivyo vitu. Ni vitu muhimu sana. Na katika uuzaji sasa, mnawauza wakiwa hivi wanatembea ama kuna namna ambavyo mmeweka mfumo huo? Hatuwauzi wakiwa hivi, tunawauza waliokaushwa. Tuna mashine ya kukausha pia. Yeah. Kwa ajili ya mifugo sasa hapo. Ya mifugo sasa. Tukishakausha tunasaga. Unasaga unakuwa unga. Sasa kiwa unga inategemea mteja sasa, kama anataka akatengeneze chakula yani kwa mfumo wa pellet, anaweza akatengeneza kama hivyo, lakini pia kuna mwingine anaweza akachanganya na pumba tu hivyo hivyo, ule unga akachanganya na pumba hivyo hivyo. Ama wale waliokaushwa ambao hawajasagwa bado, anaweza akatumia hivyo hivyo akachanganya na pumba au akachanganya na chakula cha aina yoyote kama mahindi, kitu chochote kila akachanganya akawapa mifugo wake. Hawana madhara yoyote kwa binadamu hao? Hawana madhara yoyote. Kuna watu wanakula hivi? Inategemea ila sisi bado hatujafanya uchunguzi kujua kwamba ukila ina shida gani kwa binadamu. Yeah. Lakini bado tuko kwenye huo mchakato pia wa kufuatilia hiyo. Yeah. Haya, na hapa ndio mwisho ambapo umesema hawali hawali sasa wao wamefikia stage ya mwisho ambao hawahitaji chakula, na ukiwawekea chakula wanakufa. Bwana yeah. Yaani kwamba ukiwekea chakula wanaoza, hawali chakula, ina maana wataendelea kuoza. Hawahitaji chakula cha aina yoyote. Sasa wanaishi vipi hawa mzee wangu na siku zote 7 ya kubadilika kuwa nzi? Nzi wale ambao walianza mwanzo. Kufa kwake sio kufa kupotea, ni kufa kubadilika kuwa kitu kingine. Yeah. Ile life cycle sasa ambayo mwisho wake ni hapa sasa. Itarudi nyuma tena kwenda kuwa kwenye mayai. Yeah, ndio. Pengine neno moja kwa wale ambao unatoa sasa elimu kwa hiki kitu, fursa yake iko vipi, ugumu wa kulifanya swala hili? Jambo hili lina ugumu wake, lakini pia sio gumu kama vile ambavyo watu wanafikiria, kwa sababu linawezekana hata mtu kufanya nyumbani kwake, anaweza akalifanya pale tu atakapofundishwa namna ya kufanya, anaweza akafanya na akalisha mifugo yake kama kawaida kabisa. Unaondoa shaka. Yani ninawaondoa wasiwasi kabisa kwamba jambo hili linaweza akasema naogopa wadudu hawa na nini, labda wanang'ata ama vipi? Na wadudu hawa hawang'ati na hawana madhara yoyote kwa binadamu. Yeah. Basi mimi nikushukuru sana, nimefaidika kwa kile ambacho umenielezea. Karibu sana, nawakaribisha sana, karibu sana Kajenjere. Sisi tupo. Na kwa wale ambao wanahitaji labda bidhaa hizi na nini, wanawapata vipi? Kama watu wanahitaji bidhaa hizi, sisi tunapatikana kwenye namba ya simu
iko pale, nawasiliana na sisi unatupata. Na tupo Pugu Kinyamwezi, tunapatikana pale. Sawa, nikushukuru sana. Asante sana.